Amani ya Mungu idumu kwetu. Tuitabele ochi longe batana. Ndiyo waelekezwaji wa aina mbalimbali leo tupate elimu halisi ya uke wenza, tupate elimu halisi kabisa na kwa nini hatua hizo zilitokea kuwepo. Na tuweze kujua kwenye maisha uhalali wa jambo huwa unatokana na maelezo halisi. Kwa hiyo kupitia hilo maisha lazima tuyaelezee wako watu yatawakwaza, lakini ni kwa sababu tu elimu yao inakuwa ni ndogo na wao wanakuwa hawana elimu zaidi kuhusu uchamungu. Sasa ili wajue uchamungu ni elimu kubwa, na ukizarau maana yake umezarau maisha yako ya kwenda kuishi endelevu. Kwa tafsiri fupi, unakuwa umepinga maelezo ya kimungu. Sasa mwenye akili atakuwa na hofu kubwa zaidi kuonekana yeye ni mpingaji kwenye mambo ya Mungu, kwa sababu sote tumezaliwa alafu tumekuta maelezo ya kuishi yapo. Sasa tunachofanya ni kuyatolea elimu hayo maelezo ili mtu ajue kwamba yako maisha zaidi ya utashi wa mtu. Kwa hiyo leo tupate elimu ya ukewenza ulikuja kuweko kwa sababu gani? Sababu ya kwanza ilopelekea ukewenza kuwepo ni sababu ya wanawake kuwa wengi zaidi ya wanaume. Sababu hiyo ni sababu ilopelekea ya kwanza kabisa ukewenza kuwepo.
na ukatolewa maelezo tangu zama za mtu wa kwanza, kwa sababu watu waliishi kwa kuuliza matokeo ya mbeleni. Kwamba huko mbeleni watoto wakija wakizaa, ikafikia kukatokea taharuki za namna yoyote, wanaume wakawa zaidi ya wanawake kwa wingi, watu waishije? Majibu walipewa, na wakaja wakaelezwa pia, wanawake wakiwa wengi zaidi ya wanaume waishije? Majibu wakapewa. Ndiyo sababu kukuta mambo yapo kwenye uhalali wa kuishi, na sio mambo walojibunia watu tu ajenda kuwa hivyo. Sasa wanaume, mpaka tunaofika zama hii ama muhula huu wa 71, mihula miwili tu ndo iliwahi kuwa na wanaume wengi zaidi ya wanawake. Tusikilize vizuri hapo. Kihistoria ya jadi, mihula miwili tu kulitokea matatizo mbalimbali ya viumbe tofauti tofauti kutengeneza hasadi ya kuua watu aina ya wanawake. Hizi zama zilitokea kwa nyakati fulani. Wanawake wakawa wanakufa sana, kwa maana hata ukizaa mtoto wa kike kumkuza kipindi hicho ilikuwa ni ngumu. Na hizo zama zilitokea mbili tu ndani ya mihula hii 71. Zama hizo wanawake wakawa ni wachache sana, wanaume wakawa ni wengi pia. Na hapo masomo mbalimbali ndio yalichanganua. Wako wanawake waliolewa kipindi hicho kwa tozo kubwa zaidi kwa sababu ya uhaba wa watu, na wengine wakawa wanaweka masharti magumu, kwa sababu ikawa kama mtu akiwa na mtoto wa kike kipindi hicho, akawa anaweka sharti ngumu la kupata atakachotaka yeye. Hilo sasa likawapelekea wazazi wengi kuanza kuwa na ulinzi mkubwa na watoto wa kike, na ndio sababu ya watoto wa kike wengi wakaanza kupewa maadili halisi ya kubaki nyumbani. Uwe umeolewa, unatakiwa ubaki nyumbani, kwa sababu walikuwa wanaanza kulinda mazingira ya nyumbani kwa nguvu zote. Walivyoanza kufanya kitendo hicho, wanawake wakarudia tena kuwa wengi, kwa sababu ulinzi ulizidishwa. Kwa hiyo tuyasikie haya, na wanaume kwenye zama hizo wanasadikiwa, walifanyishwa kazi, walifanyishwa mambo mbalimbali,
lakini waliufata utaratibu walioambiwa ili kuwapata wanawake. Haikutokea sasa eti wanaume wengi wakawa na mwanamke mmoja. Kwenye zama yao haikutokeaga hivyo, kwa sababu waliambiwa kimungu hilo jambo ni la kinyume. Kwa sababu wao ni mithili ima muhimili wa mwanzo, kwa maana wao ni mbegu. Waliambiwa wanawake wakiwa labda wengi, ndio mwanaume unaweza kuwa na mwanamke zaidi ya mmoja, kwa sababu mwanamke yeye si mbegu. Yeye ni otoo ya kupokea mbegu kwa lengo la kuja kuzalisha kinachotarajiwa. Kupitia haya sasa, historia mbalimbali zikabaki duniani, na hata kitabu cha jadi kimenukuu historia ya Kyaro, huyu mzazi alokuja kuwazaa watu wa Kilimanjaro hapo. Mkipitia historia yake mtaona wanaume walikuwa na maadili gani kupitia kitabu kile. Ilifika mahala wanawake wakawa ni wachache, alafu wanaume wakawa ni wengi. Wanaume kwa uvumilivu wao walikaa kwa uwezekano wa kumsubiri mwanaume mmoja achukue wanawake wote wale, alafu alivyoenda kuzaa na wale wanawake, watoto wake ndo wakaja wakaolewa na hao wanaume wengine. Ni uvumilivu wa kawaida. Hilo jambo limetokea kwenye historia ya Kyaro, akiwepo Garuo na Gamarwa ni kama moja ya watumishi wake wa kipindi hicho waliotoka Ethiopia zama hizo, wakati watu wanatembea kwenye mapori kwa shida mbalimbali zamani. Kile kilichofanyika kwa Kyaro kile ndo kilibaki kuwa historia ya wanaume na walivyoaswa. Yote hayo yakabaki kwenye historia yetu. Sasa yote haya yamechanganuliwa ili utokee kujua kwamba unapofika mahala ukakuta pengine sasa mtu ana mke wake yuko hapo, pengine na wewe sasa umedirikiwa, ima umediriki na wewe kuhitaji kuweko hapo kwa maana ya ukewenza. Sasa unasikiliza kwa kina maelezo haya, nini kilifanya na zamani waliishije. Ndiyo maana vurugu zilikuwa hakuna. Asilimia kubwa ya watu wa zamani walikuwa bado wanaujua uchamungu huu wa jadi. Kwa hiyo walikuwa wanaogopa kuwa watenda dhambi, kwa sababu walikuwa wanajua wazi kwamba wataenda kinyume na Mungu. Na kikubwa zaidi, walikuwa ni watu wenye elimu ya kale. Ni tofauti na watoto wa sasa, elimu zao
zinatoka kwa watu ambao hawajui walipatikanaje mpaka kuwepo hapa duniani. Watu wa namna hiyo wanabaki kufundisha dhana zao, wanabaki kufundisha na matokeo yaliyoko kwenye jamii. Hawawezi kufundisha kale iliyo kabla yao, kwa sababu wanakuwa hawana elimu hiyo. Sasa hawa waalimu mbalimbali wasiofundisha kale, kunakuwa kuna ugumu sana kupata uhalali wa moja kwa moja kwenye hilo. Ndani yao utapata maamuzi kutoka kwao kama waalimu na walivyojifunza. Sasa yote haya ni msaada mkubwa sana kwa zama ambazo watoto wa kike ni wengi, alafu mnaona kuna changamoto ya miingiliano ya kijinsia. Mnatakiwa kujua kwenye hatua ya kimungu, kilichoaswa kikubwa, mtoto wa kiume alikuwa anaelezwa akiwa na uwezekano wa kupanua maisha kwa kuwa na uigo wa familia kubwa, basi moja kwa moja jambo hilo lilikuwa linamhusu, isipokuwa awe tu na ule uzima wa utendaji ambao unastahili kwenye mzunguko wa kawaida. Na pia awe na hekima ya kimungu katika yeye mwenyewe kujisimamia. Hapa ndo wake wenza wakaelezwa sasa, unapomkuta mke fulani alishaolewa yuko pale, wewe ukafuatia, maadili ambayo unapasa wewe kuwa nayo ili uwe na uhalali wewe kwa Mungu, unapasa uwe na adabu kubwa sana kupitiliza kwa yule mwanamke uliomkuta pale. Endapo tu huyo mwanamke hana kufurisho ambazo zimemzalilisha mwanaume kwa kiwango kikubwa. Najua naeleweka hapo. Unamkuta mwanamke ana nidhamu na adabu na mme wake, lakini wewe umetokea kudirikiwa na wewe kuwepo kwenye mazingira ya ndoa hiyo. Sasa jadi ilielekeza kwamba akitokea yeye huyu mwanamke kuwa na mapatano na wewe, ima akiwa hakuweka mipaka, labda kwa wivu wake yeye, mkawa mna uwezekano wa kuzungumza kama mtu na mtu mwenzake, wewe huyo unamfanya kama mbadala wa mama yako mzazi kwa maisha ya hapo. Hivi ndivyo jadi ilivyohusia. Yaani adabu ambazo unaweza kumpa mama yako mzazi, zile adabu ndo unapasa kumpa mke ulomkuta kwenye mazingira. Na ukifanya hivyo wewe ndo unakuwa mke halali kimungu kwa hapo ambako umedirikiwa kuwepo. Kwa sababu kwenye maisha unakuta kuna mtu ana mke
yule mke wake anamwadabia mme wake vizuri tu. Sio kwamba wewe kuolewa tena eti kwamba ndo ukawe dharau na kujiona labda wewe una maana zaidi ya ulomkuta. Unatakiwa kuelewa wewe pia kuolewa ni sababu tu ambazo ziko ongezeko ambazo zimekudiriki na wewe kuwepo, lakini haina maana kwamba wewe ukiwa haupo eti maisha yao wale hawawezi kuendelea kuwepo. Uko kwa sababu ya diriki ya usaidizi tu wa baadhi ya mambo. Hapo ndo mkakuta kuna watu babu zetu huko nyuma walikuwa na mke zaidi ya mmoja, lakini waliyaishi mashauri haya. Yuko mke unakuta katindikwa na wivu. Sasa kutindikwa kwake na wivu kunamfanya yeye pengine asihitaji wewe uwe na mwanamke yoyote, na pengine sababu za kawaida kimungu wewe zinakuruhusu pengine uwe na mwanamke hivyo. Sasa hapa busara ndo ikapita ya kwamba mke akishakuwa hahitaji uwiano wa kumuona mwanamke mwingine, kilichobaki ni kila mmoja kuwa na maskani yake, yakafanywa kwa mambo haya. Yote hapa tuelewe kwa pamoja, yote hapa tuelewe uhalali wa kimungu ukoje. Kwa hiyo kimkuta ambaye hana wivu kwa namna yoyote, na wako wengi tu, wenye wivu wapo na wasiokuwa na wivu wapo. Sasa pandikizi za sasa, unaona watu wanasema huyu akiwa amuonei mme wake wivu, pengine tu huyu ampendi. Kumbe hapana, unaweza kukuta kuna mtoto ameaswa hivyo kwamba wivu una kiwango kidogo sana cha kusimamia maisha ya kwenye ukweli, na wivu ukiuendekeza unajenga kitu kinaitwa kipili. Hiyo kipili inakuwa ni utenda dhambi unayoendeshwa na wivu. Sasa watu kukataa hii kipili, kwa maana wivu usikupeleke mpaka kutenda dhambi kwa mabaya. Hapo ndo ikawekwa mipaka kwamba wewe sasa kaa huko na huyu akae huku, maisha yakaendelea pasina habari za kuonana kwa ajili ya kuepuka neno kipili isije ikatendeka sehemu yenye uchamungu. Lakini waloelewana tu wakaishi vyema, wakaishi vizuri, ndio wale ambao unaona wana uwezekano wa kukaa pamoja na wakawa wanapanga mambo yao kwa pamoja. Hii yote ni aina ya ukewenza ulowahi kutokea.
na ukatolewa elimu namna ya kuuishi. Sharti kubwa tu ni kwamba yule ulomkuta kakuzidi yuko hapo, ukajijua wewe ni mdogo, ima ukajulishwa hivyo, basi uwe unajua huyo ulomkuta hapo, kama kuna mama yako mzazi, basi unajua wazi kwamba ile adabu ambayo unaona kwa mama inatolewa, na hapa unapoitoa wewe ndo unapata uwezekano wa kimungu kuingia ndani yako. Kwanza uwe na adabu kubwa. Ukikosa hiyo ukaja na vitimbi, wewe ndani yako kunakuwa hakuna uchamungu, na unakuja kwa lengo la kuharibu, na wewe pia utakuja kuharibikiwa endapo tu hufati mithili ya kimungu ilivyokueleza. Tukakuta ukewenza upo na sio jambo geni. Wazazi na wazazi wetu wakauishi hivyo, wakazingatia mashauri kwa wenye wivu wakae namna gani, kwa wasiokuwa na wivu waliishi namna gani, na wakajipangilia. Sharti lao zamani hiyo na hata sasa na kuendelea, sharti lao, mwanamke alikuwa anapimwa, huyu ambaye ni bi mkubwa ana nizamu kiwango gani kwa mme wake. Ile nizamu ya kwa mme wake ndio inageuka kuwa cheo zidi ya huyu atakaofata. Ukikosa nizamu ima adabu ya kutosha kwa mume, maana yake wewe ni mke ambaye upo kwa mtu lakini haustahili kuwepo, kwa sababu kwanza hauna adabu. Na ukikosa adabu, jambo lolote endelevu wewe hata kwenye ukweli huwezi kulisimamia, kwa sababu utachukua pandikizi ya akili zako, utataka kuzipeleka kwenye mazingira ambayo wewe mwenyewe ndo umehitaji kwenda kuishi hapo. Sasa haya yote ni elimu ya ukewenza, na mkaambiwa kuna uhalali mkubwa tu wa kuishi hivyo, isipokuwa huwa wanatazamwa watu wenyewe wana mazingatio gani. Kwenye uchamungu wakaaswa hivyo, kwanza wawe wachamungu wao wanawake. Cha pili, watatue ya kwao kupitia neno la kimungu na sio akili zao, kwa sababu kila mmoja akisema atatue kwa mashauri aliopewa na familia yake, maana yake we mwanaume utashindwa kujua ni wapi ukae kwa ajili ya hao wanawake. Kwa hiyo mwanaume akaelezwa uchamungu ndi nguzo, na asiyekuwa na uchamungu kwa dhati wewe utamuona, kwa sababu unakuwa unaonana naye kwa kila kukicha. Sasa somo letu la leo limetupambanulia kwamba ukewenza si dhambi, lakini kuna utaratibu wa kale huu ulozungumza kuhusu maisha ya ukewenza, na ni kuridhiana baina ya watu na watu. Ridhaa ikigoma kutoka kwa mke mdogo kwenda kwa mke mkubwa, basi mume awe na uwezekano wa kugawanyisha hizo ridhaa.
kwa sababu kukishakuwa kuna maisha ya wivu, kunakuwa kuna maisha ya sukununu ya kuchukiana. Kwa hiyo wasioonana inakuwa sio zaidi kuyadiriki hayo. Wanayoonana alafu wana hila hizo za wivu, maana yake watatengeneza tu taharuki za hovyo zitakaowatoa nje na utaratibu. Na kwenye kuishi tuliambiwa tu tufate utaratibu wa Mwenyezi Mungu, na wenyewe ukatupa maelezo haya ninayoyatoa sasa, na watu wakabaki wanayaishi hayo. Ndiyo maana zamani kukuta sijui kuna mambo ya michepuko ilikuwa ni ngumu, kwa sababu watu wengi waliyaishi maadili hayo. Sasa leo ambao watu wanajihisi ndo wamepevuka, wamepata elimu mbalimbali, leo ndo wanaishi maisha hayo ya uchepukaji na kujivurugia maisha kwa sababu ya kushindwa kuufata mpangilio halisi. Kwa hiyo mpangilio halisi ambao ni ukweli, ukiupinga, basi anayejua kuishi namna ya huu ukweli, yeye ndo atakuwa amefanikiwa. We uliopinga utaachwa na upingaji wako, kwa sababu ukweli ni wa Mungu. Sisi tunaishi tu hapa kwa kudirektiwa na huo ukweli. Sasa wewe ukishakuwa hauutaki ukweli, maana yake wewe hutaki ya Mungu. Ina maana una bunifu zako kichwani ambazo hazikupeleki kwenye mema kimungu. Mimi niwashukuru ndugu wote ambao tumepita kwenye somo hili. Elimu halisi kuhusu neno ukewenza huwa imekaa namna hiyo, na huo ndo ufasaha wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.